kumefanyika maandalizi ya iftari, chakula cha pamoja Wakristo na Waislamu ambacho kimeandaliwa na halmashauri ya mji wa Njombe. Nafasi ya kwanza nipende kumshukuru sana mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe kuweza kulitambua hili katika maana ya kutuunganisha sisi wa Tanzania. Katika kipindi hiki Wakristo wako kwenye Kwaresma na Waislamu wako kwenye mwezi mtukufu wa mfungo wa Ramadhani. Kwa kinapoandaliwa chakula cha pamoja, manake kinamaanisha wote ni watu wa Mungu, wote ni wa Tanzania. Maana ya Ukristo, maana ya Uislamu ni kwamba sote tunamwamini Mungu mmoja. Kwa jambo hili linatuunganisha katika maana Tanzania ni ya Watanzania. Tanzania kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan haina dini, lakini wananchi wana dini na madhehebu tofauti, lakini tukiachana na imani tofauti, kwa kuwa wote katika imani tofauti, iwe ya Kiislamu iwe ya Kikristo, wote tunamwamini Mungu mmoja. Kwa mkusanyiko huu unatukumbusha sote ni watu wa moja, sote ni taifa moja, sote tunamwamini Mungu mmoja. Kwa jukumu letu ni kujenga taifa la Tanzania. Jukumu letu ni kujenga imani tulizo nazo katika upendo ambao tunao. Tunaamini kabisa maendeleo ya nchi hii yatasonga mbele chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sote ni Watanzania. Haya matukio ya kutuunganisha kwa sababu Waislamu wako kwenye mfungo wa Ramadhani, lakini Wakristo wako kwenye Kwaresma. Kwa matukio haya manake ni ishara ya kutuunganisha kwamba sisi sote wa Tanzania tuwe kitu kimoja, tufanye mambo kwa pamoja. Tunavyoingia makanisani, tunavyoingia misikitini, kila moja anaomba Mungu kwa imani yake, lakini lengo letu kubwa ni kwa ajili ya kuleta amani ndani ya nchi yetu, ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kama mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, nimeanza kumpongeza mkurugenzi kwa sababu kusanyiko hili limetuunganisha Wakristo na Waislamu, lakini watumishi wote wa halmashauri ya mji wa Njombe walikuwepo hapa. Waheshimiwa madiwani wote wa halmashauri ya mji wa Njombe walikuwa hapa. Manake ni nini? Kwamba sasa halmashauri yetu ya mji wa Njombe tunatakiwa tuwe wamoja, tuwe na amani, tufanye kazi kwa pamoja kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wananchi walioko ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Njombe. Nina imani kubwa sana na utendaji wa kazi wa watumishi walioko ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe. Nina imani kubwa sana waheshimiwa madiwani walioko ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe. Nina imani kubwa sana na Mheshimiwa mbunge Deodatus Philipo Mwanyika ambaye ni mbunge wetu wa jimbo la Njombe mjini, kwa pamoja kwa kushirikiana na viongozi wa chama na serikali, Chama cha Mapinduzi wilaya, Chama cha Mapinduzi mkoa, na ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa wetu wa Njombe. Kwa pamoja ushirikiano tulionao, tunazidi kumwomba Mungu, na haya tunayoyafanya manake ni ishara ya kuzidi kuomba Mungu ili maendeleo ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Njombe yaweze kupatikana vizuri zaidi, na maendeleo ndani ya mkoa wetu wa Njombe chini ya Mheshimiwa Anthony Mtaka yaweze kuendelea vizuri. Na tunampongeza sana Mheshimiwa Anthony Mtaka kwa hamasa na ujasiri, uelevu, uwezo wake na uhamasishaji wake wa kutaka maendeleo yapatikane, kutaka maendeleo yasonge mbele, kutaka watu wawe na bidii ya kufanya kazi ili mkoa wetu uwe na sura yenye uchumi mzuri katika nchi hii ya Tanzania. Tuna shughuli kubwa ya Mei Mosi ambayo inakuja mbele yetu. La kwanza, sisi wana Njombe tunatakiwa tuwe tayari, tuwe tumejiandaa kupokea ugeni mkubwa wa kitaifa ambao haujawahi tokea katika mkoa wetu wa Njombe. Kwa hiyo tujiandae katika maana ya kuandaa nyumba zetu za wageni
ziwe katika mazingira mazuri, tuandae mazingira yetu yawe safi, na katika maana kwamba mgeni rasmi katika shughuli nzima ya Mei Mosi ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan atakuja Njombe. Kwa hiyo hapa Njombe. Lakini niweze kuwashukuru waheshimiwa madiwani kuweza kuwa na sisi na viongozi wa dini kukubali wito. Ni kwa muda mfupi, lakini nimeweza kukubali kuweza kuwa na sisi. Kikubwa hasa najua tuko katika mfungo, Waislamu tuko kwenye mfungo wa Ramadhani, lakini na Wakristo tuko kwenye Kwaresma. Kaona ni jambo zuri kwa wote kuwa pamoja, na najua ni muda mrefu sana hatujawahi kuweza kuwa pamoja kwa namna hii. Kwa tukaona ni busara na jambo jema kuwepo pamoja wakati huu wote, wakati kwa tumefunga wote, Muslim na Christian, basi tuweze kushiriki chakula cha jioni cha pamoja. Mimi niwashukuru sana kwa kuweza kufika.